Karibu katika chaneli ya Sam Dizo Simulizi. Huu ni mwendelezo wa simulizi ya Kivuli cha Mapenzi, uasliti wa Lisa. Sehemu iliyopita tuliishia pale Anseni aliposhindwa kukubali kwamba Lisa alikuwa ameamua kuondoka katika maisha yake. Lisa alikuwa ameanza uhusiano na Jackson, kijana mwenye uwezo mkubwa kifedha. Anseni alizidi kuumia, akashindwa kuzingatia masomo na hatimaye akafeli. Lisa kwa upande mwingine aliendelea na maisha yake akiwa ameamini kwamba amefanya uamuzi sahihi. Lakini maisha yalikuwa bado hayajamaliza kuandika hadithi yao. Wakati Anseni alikuwa akipambana na maumivu yake, Lisa alikuwa akiishi maisha aliyokuwa ameyatamani. Jackson alikuwa akimpeleka sehemu nzuri. Alimnunulia simu mpya. Alimnunulia nguo. Alimpa pesa. Wakati mwingine Lisa alipotoka na marafiki zake, watu walimwangalia kwa wivu. Alikuwa ameingia katika maisha ambayo zamani alikuwa akiyaona kwenye picha tu. Na moyoni mwake alijiambia huu ndio uamuzi sahihi. Siku moja alikaa na Jackson kwenye mgahawa. Jackson akamuuliza, Lisa, unafurahi? Lisa akatabasamu. Ndiyo. Unaona tofauti ya maisha? Naiona. Jackson akamshika mkono. Nilikuambia sitaki uishi maisha ya shida. Lisa akasema, nakupenda. Jackson akatabasamu. Lakini ndani ya moyo wa Jackson, mapenzi hayakuwa na maana ile ile aliyokuwa nayo Lisa. Kwa Jackson, Lisa alikuwa sehemu ya maisha yake. Lakini si lazima awe mwisho wa maisha yake. Hilo Lisa hakulijua. Baada ya muda, Jackson akaanza kusafiri sana. Alikuwa akisoma na pia akihusika katika biashara za familia. Mawasiliano yao yakapungua. Lisa akawa anapiga simu. Jackson wakati mwingine hakupokea. Akimpigia baadaye, Jackson alikuwa na visingizio. Nilikuwa busi. Nilikuwa kwenye meeting. Simu ilikuwa silent. Lisa alianza kuwa na wasiwasi. Siku moja akamuuliza, Jackson, kuna kitu kinaendelea? Hakuna. Kwa nini umebadilika? Sijabadilika. Umenipigia jana. Nilikuwa busi. Lisa akanyamaza. Alianza kuhisi kile Anseni alichohisi zamani. Lakini hakukumbuka. Au labda hakutaka kukumbuka. Muda ukapita. Jackson akaanza kuwa na mwanamke mwingine. Jina lake aliitwa Nadia. Nadia alikuwa mwanafunzi mwenzake chuoni. Alikuwa mrembo, mwenye kujiamini na mwenye malengo. Jackson na Nadia walikuwa wakikaa pamoja chuoni. Mwanzoni walikuwa marafiki. Baadaye urafiki ukawa ukaribu. Ukaribu ukawa mapenzi. Na hatimaye Jackson akawa na maisha mawili. Lisa alikuwa upande mmoja. Nadia upande mwingine. Jackson aliamini angeweza kuyadhibiti yote. Lakini siri huwa na maisha mafupi. Siku moja Lisa alipiga simu ya Jackson. Haikupokelewa. Baada ya muda simu ikapigwa kutoka kwenye namba nyingine. Lisa akapokea. Ilikuwa ni Nadia. Halo. Halo. Wewe ni Lisa? Ndiyo. Nina kitu nataka kukuambia. Lisa moyo wake ukadunda. Nini? Nataka ujue kwamba mimi niko na Jackson. Kimya. Lisa alihisi kama masikio yake yameziba. Una maana gani? Jackson ni boyfriend wangu. Lisa alicheka kwa uchungu. Unadanganya. Ningekuwa na sababu gani ya kusema hivyo? Lisa akakata simu. Akamtafuta Jackson. Safari hii akapokea. Lisa. Jackson. Ndiyo. Yule mwanamke ni nani? Kimya. Jackson. Nadia. Kwa nini? Lisa, mambo yamebadilika. Lisa akalia. Uliniahidi. Jackson akasema, ahadi za zamani haziwezi kulazimisha moyo wa leo. Maneno hayo yalikuwa kama mwiba. Kwa sababu miaka iliyopita Lisa alikuwa amemwambia Anseni maneno kama hayo. Sasa alikuwa anayapokea mwenyewe. Unaniacha?
Ndiyo. Kwa ajili yake? Ndiyo. Lisa akalia, lakini nilikupenda. Jackson akajibu, Nadia ni chaguo langu sasa. Simu ikakatika. Lisa alikaa kitandani. Alilia usiku mzima. Kwa mara ya kwanza alihisi maumivu aliyokuwa amemsababishia Anseni. Lakini bado hakuwa tayari kukubali. Aliendelea kumtafuta Jackson. Akampigia. Akamtumia ujumbe. Akamuomba warudiane. Jackson alikataa. Baada ya muda Nadia akawa mjamzito. Jackson akamwambia Lisa wazi, Nadia anatarajia mtoto wangu. Lisa alihisi nguvu zikimuishia. Mtoto? Ndiyo. Na mimi? Lisa, mimi na wewe tumeisha. Lisa akakaa kimya. Jackson akaendelea, usinipigie tena. Sasa Lisa alikuwa peke yake. Alikuwa amepoteza mwanaume aliyemchagua kwa sababu ya utajiri. Lakini jambo lililomuumiza zaidi halikuwa kuachwa. Lilikuwa kukumbuka jinsi alivyomwacha Anseni. Siku moja Lisa alikaa mbele ya kioo. Akajiangalia. Alikumbuka kijana mmoja aliyewahi kumwambia, sitaki tuwe tunapendana halafu tushindwe maisha. Alikumbuka siku Anseni alipomwambia, tutaijenga maisha yetu. Alikumbuka alivyomwambia, mimi sitaki kusubiri. Machozi yakamtoka. Lakini muda ulikuwa tayari umeenda. Wakati Lisa alikuwa akilia, Anseni alikuwa akijenga maisha mapya. Baada ya kufeli, alikaa nyumbani kwa muda. Mama yake alimuita. Anseni. Naam mama. Umefeli. Najua. Kwa nini? Anseni akanyamaza. Mama yake akasema, usijifiche nyuma ya matokeo. Anseni akamwangalia. Maisha yamekuwa magumu. Kwa sababu ya shule? Anseni hakujibu. Mama yake akamwambia, umemruhusu mtu mwingine awe sababu ya wewe kuacha maisha yako. Maneno hayo yalimchoma. Lisa aliondoka, Anseni. Lakini wewe bado upo. Anseni akainamisha kichwa. Mama, utaendelea kumlilia mtu mpaka lini? Anseni hakujua. Mama yake akasema, usimchukie. Simchukii. Usimfuate. Sitafuata. Jenga maisha yako. Hilo ndilo jambo Anseni alianza kufanya. Alianza na biashara ndogo. Akanunua bidhaa kwa kiasi kidogo. Akauza. Faida ndogo aliyopata akaongeza mtaji. Alijifunza kuhusu biashara. Akajifunza kuhusu fedha. Akajifunza kuhusu watu. Na zaidi ya yote, akajifunza kwamba maumivu yanaweza kuwa mwalimu kama mtu atayatumia vizuri. Mwaka mmoja ukapita. Miaka miwili. Anseni alikuwa amebadilika. Alikuwa bado hajawa tajiri. Lakini alikuwa na nidhamu. Alikuwa na malengo. Alikuwa na biashara iliyokuwa ikikua. Wakati huo Lisa alikuwa akijaribu kujenga maisha yake upya. Alikuwa amebaki na kumbukumbu. Na mtoto wa Jackson hakuwa naye. Jackson alikuwa ameamua kuendelea na Nadia. Lisa hakujua kwamba siku moja angepata mtoto mwingine. Baada ya muda, Lisa alikutana na mwanaume mwingine. Uhusiano huo haukuwa wa muda mrefu. Walipata mtoto mmoja. Lakini mwanaume huyo hakuendelea kuwa sehemu ya maisha yao. Lisa akabaki na mtoto wake. Maisha yakawa magumu. Alianza kuishi maisha ya kawaida. Hakukuwa tena na gari. Hakukuwa tena na zawadi za gharama. Hakukuwa tena na safari za kifahari. Alijikuta akifanya kazi ili kumlea mtoto wake. Na kila alipomwangalia mtoto wake, alifikiria maisha aliyokuwa ameyakataa. Anseni wakati huo alikuwa akiendelea kupanda. Biashara yake ilipanuka. Akaanza kuuza bidhaa kwa jumla. Akaanzisha kampuni. Akaajiri watu. Akaanza kusafiri. Akaanza kujenga nyumba. Akaanza kusaidia familia yake.
Siku moja rafiki yake Musa alimuuliza, "Bro, unakumbuka Lisa?" Anseni akatulia. "Ndiyo." "Unampenda?" Anseni akatabasamu. "Nilimpenda. Na sasa ni historia." Musa akamwangalia. "Umesamehe?" Anseni akasema, "Ndiyo." "Umerudi kwake?" "Hapana." "Kwa nini?" Anseni akajibu, "Kwa sababu kumsamehe mtu si lazima kumrudisha kwenye nafasi aliyokuwa nayo." Musa akanyamaza. Anseni akaendelea, "Lisa alifanya uchaguzi wake. Mimi nilipaswa kufanya wangu. Na wewe ulichagua nini?" "Maisha." Miaka michache zaidi ikapita. Anseni akawa mfanyabiashara mkubwa. Lakini hakujawa mtu wa majivuno. Aliwakumbuka wazazi wake. Aliwasaidia. Aliwapa maisha bora. Na jambo moja alilofanya mara kwa mara lilikuwa kusaidia vijana waliokuwa wamekata tamaa. Aliwahi kusema, "Usimruhusu mtu anayekuacha akuchukue na ndoto zako." Wakati huo Lisa alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Alikuwa na mtoto mmoja. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo. Hakuwa maskini wa kupindukia, lakini maisha yake hayakuwa yale aliyoyawaza akiwa na Jackson. Jackson naye alikuwa ameshaendelea na maisha yake na Nadia. Alikuwa baba. Alikuwa na familia. Lakini Lisa alikuwa bado anajisikia kuwa amepoteza kitu. Siku moja alimwambia rafiki yake, "Nataka kumuona Anseni." Rafiki yake akamuuliza, "Kwa nini?" Lisa akasema, "Nataka kumuomba msamaha." "Unafikiri atakusamehe?" "Sijui." "Na ukimsikia amekuoa?" Lisa akanyamaza. Hakujua, lakini moyo wake ulikuwa ukimwambia amtafute. Alienda kwenye eneo alilosikia Anseni alikuwa na kampuni. Lakini hakumkuta. Aliambiwa alikuwa kwenye safari ya kikazi. Lisa akaondoka. Wiki 2 baadaye, hatima iliamua kuwaweka karibu. Ilikuwa siku ambayo Lisa hakutarajia. Na Anseni hakujua kabisa kwamba mtu aliyekuwa amemvunja moyo miaka mingi iliyopita alikuwa karibu sana. Walikutana uso kwa uso. Baada ya miaka mingi, Lisa alikuwa amembeba mtoto wake. Anseni alikuwa akitoka kwenye gari lake. Macho yao yakakutana. Lisa akasimama. Anseni naye akasimama. Hakuna aliyesema kitu. Sekunde kadhaa zilipita. Lisa akasema kwa sauti ya chini, "Anseni." Anseni akajibu, "Lisa." Hapo ndipo hadithi yao ilipofika kwenye sehemu ambayo hakuna hata mmoja wao angeweza kuikimbia. Na huu ni mwisho wa sehemu ya pili. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Asanteni na tukutane katika sehemu ijayo. Karibu katika chaneli ya Sam Dizo Simulizi. Huu ni mwendelezo wa simulizi ya Kivuli cha Mapenzi, usaliti wa Lisa. Sehemu iliyopita tuliishia pale Anseni aliposhindwa kukubali kwamba Lisa alikuwa ameamua kuondoka katika maisha yake. Lisa alikuwa ameanza uhusiano na Jackson, kijana mwenye uwezo mkubwa kifedha. Anseni alizidi kuumia, akashindwa kuzingatia masomo na hatimaye akafeli. Lisa kwa upande mwingine aliendelea na maisha yake akiwa ameamini kwamba amefanya uamuzi sahihi. Lakini maisha yalikuwa bado hayajamaliza kuandika hadithi yao. Wakati Anseni alikuwa akipambana na maumivu yake, Lisa alikuwa akiishi maisha aliyokuwa ameyatamani. Jackson alikuwa akimpeleka sehemu nzuri. Alimnunulia simu mpya. Alimnunulia nguo. Alimpa pesa. Wakati mwingine Lisa alipotoka na marafiki zake, watu walimwangalia kwa wivu. Alikuwa ameingia katika maisha ambayo zamani alikuwa akiyaona kwenye picha tu. Na moyoni mwake alijiambia, huu ndio uamuzi sahihi. Siku moja alikaa na Jackson kwenye mgahawa. Jackson akamuuliza, Lisa, unafurahi? Lisa akatabasamu. Ndiyo. Unaona tofauti ya maisha? Naiona. Jackson akamshika mkono. Nilikuambia sitaki uishi maisha ya shida. Lisa akasema, nakupenda. Jackson akatabasamu.
Lakini ndani ya moyo wa Jackson, mapenzi hayakuwa na maana ile ile aliyokuwa nayo Lisa. Kwa Jackson, Lisa alikuwa sehemu ya maisha yake. Lakini si lazima awe mwisho wa maisha yake. Hilo Lisa hakulijua. Baada ya muda, Jackson akaanza kusafiri sana. Alikuwa akisoma na pia akihusika katika biashara za familia. Mawasiliano yao yakapungua. Lisa akawa anapiga simu. Jackson wakati mwingine hakupokea. Akimpigia baadaye, Jackson alikuwa na visingizio. Nilikuwa busi, nilikuwa kwenye meeting. Simu ilikuwa silent. Lisa alianza kuwa na wasiwasi. Siku moja akamuuliza, Jackson, kuna kitu kinaendelea? Hakuna. Kwa nini umebadilika? Sijabadilika. Umenipigia jana. Nilikuwa busi. Lisa akanyamaza. Alianza kuhisi kile Anseni alichohisi zamani. Lakini hakukumbuka. Au labda hakutaka kukumbuka. Muda ukapita. Jackson akaanza kuwa na mwanamke mwingine. Jina lake aliitwa Nadia. Nadia alikuwa mwanafunzi mwenzake chuoni. Alikuwa mrembo, mwenye kujiamini na mwenye malengo. Jackson na Nadia walikuwa wakikaa pamoja chuoni. Mwanzoni walikuwa marafiki, baadaye urafiki ukawa ukaribu. Ukaribu ukawa mapenzi. Na hatimaye Jackson akawa na maisha mawili. Lisa alikuwa upande mmoja, Nadia upande mwingine. Jackson aliamini angeweza kuyadhibiti yote. Lakini siri huwa na maisha mafupi. Siku moja Lisa alipiga simu ya Jackson. Haikupokelewa. Baada ya muda simu ikapigwa kutoka kwenye namba nyingine. Lisa akapokea. Ilikuwa ni Nadia. Halo. Halo. Wewe ni Lisa? Ndiyo. Nina kitu nataka kukuambia. Lisa moyo wake ukadunda. Nini? Nataka ujue kwamba mimi niko na Jackson. Kimya. Lisa alihisi kama masikio yake yameziba. Una maana gani? Jackson ni boyfriend wangu. Lisa alicheka kwa uchungu. Unadanganya. Ningekuwa na sababu gani ya kusema hivyo? Lisa akakata simu. Akamtafuta Jackson. Safari hii akapokea. Lisa. Jackson. Ndiyo. Yule mwanamke ni nani? Kimya. Jackson. Nadia. Kwa nini? Lisa, mambo yamebadilika. Lisa akalia. Uliniahidi. Jackson akasema, ahadi za zamani haziwezi kulazimisha moyo wa leo. Maneno hayo yalikuwa kama mwiba. Kwa sababu miaka iliyopita Lisa alikuwa amemwambia Anseni maneno kama hayo. Sasa alikuwa anayapokea mwenyewe. Unaniacha? Ndiyo. Kwa ajili yake? Ndiyo. Lisa akalia. Lakini nilikupenda. Jackson akajibu, Nadia ni chaguo langu sasa. Simu ikakatika. Lisa alikaa kitandani. Alilia usiku mzima. Kwa mara ya kwanza alihisi maumivu aliyokuwa amemsababishia Anseni. Lakini bado hakuwa tayari kukubali. Aliendelea kumtafuta Jackson. Akampigia. Akamtumia ujumbe. Akamuomba warudiane. Jackson alikataa. Baada ya muda Nadia akawa mjamzito. Jackson akamwambia Lisa wazi, Nadia anatarajia mtoto wangu. Lisa alihisi nguvu zikimuishia. Mtoto? Ndiyo. Na mimi? Lisa, mimi na wewe tumeisha. Lisa akakaa kimya. Jackson akaendelea, usinipigie tena. Sasa Lisa alikuwa peke yake. Alikuwa amepoteza mwanaume aliyemchagua kwa sababu ya utajiri. Lakini jambo lililomuumiza zaidi halikuwa kuachwa. Lilikuwa kukumbuka jinsi alivyomwacha Anseni. Siku moja Lisa alikaa mbele ya kioo. Akajiangalia. Alikumbuka kijana mmoja aliyewahi kumwambia, sitaki tuwe tunapendana halafu tushindwe maisha. Alikumbuka siku Anseni alipomwambia, tutaijenga maisha yetu.
Alikumbuka alivyomwambia, mimi sitaki kusubiri. Machozi yakamtoka. Lakini muda ulikuwa tayari umeenda. Wakati Lisa alikuwa akilia, Anseni alikuwa akijenga maisha mapya. Baada ya kufeli, alikaa nyumbani kwa muda. Mama yake alimuita. Anseni. Naam mama. Umefeli. Najua. Kwa nini? Anseni akanyamaza. Mama yake akasema, usijifiche nyuma ya matokeo. Anseni akamwangalia. Maisha yamekuwa magumu. Kwa sababu ya shule? Anseni hakujibu. Mama yake akamwambia, umemruhusu mtu mwingine awe sababu ya wewe kuacha maisha yako. Maneno hayo yalimchoma. Lisa aliondoka, Anseni. Lakini wewe bado upo. Anseni akainamisha kichwa. Mama, utaendelea kumlilia mtu mpaka lini? Anseni hakujua. Mama yake akasema, usimchukie. Simchukii. Usimfuate. Sitafuata. Jenga maisha yako. Hilo ndilo jambo Anseni alianza kufanya. Alianza na biashara ndogo. Akanunua bidhaa kwa kiasi kidogo. Akauza. Faida ndogo aliyopata akaongeza mtaji. Alijifunza kuhusu biashara. Akajifunza kuhusu fedha. Akajifunza kuhusu watu. Na zaidi ya yote, akajifunza kwamba maumivu yanaweza kuwa mwalimu kama mtu atayatumia vizuri. Mwaka mmoja ukapita. Miaka miwili. Anseni alikuwa amebadilika. Alikuwa bado hajawa tajiri. Lakini alikuwa na nidhamu. Alikuwa na malengo. Alikuwa na biashara iliyokuwa ikikua. Wakati huo Lisa alikuwa akijaribu kujenga maisha yake upya. Alikuwa amebaki na kumbukumbu. Na mtoto wa Jackson hakuwa naye. Jackson alikuwa ameamua kuendelea na Nadia. Lisa hakujua kwamba siku moja angepata mtoto mwingine. Baada ya muda, Lisa alikutana na mwanaume mwingine. Uhusiano huo haukuwa wa muda mrefu. Walipata mtoto mmoja. Lakini mwanaume huyo hakuendelea kuwa sehemu ya maisha yao. Lisa akabaki na mtoto wake. Maisha yakawa magumu. Alianza kuishi maisha ya kawaida. Hakukuwa tena na gari. Hakukuwa tena na zawadi za gharama. Hakukuwa tena na safari za kifahari. Alijikuta akifanya kazi ili kumlea mtoto wake. Na kila alipomwangalia mtoto wake, alifikiria maisha aliyokuwa ameyakataa. Anseni wakati huo alikuwa akiendelea kupanda. Biashara yake ilipanuka. Akaanza kuuza bidhaa kwa jumla. Akaanzisha kampuni. Akaajiri watu. Akaanza kusafiri. Akaanza kujenga nyumba. Akaanza kusaidia familia yake. Siku moja rafiki yake Musa alimuuliza, bro, unakumbuka Lisa? Anseni akatulia. Ndiyo. Unampenda? Anseni akatabasamu. Nilimpenda. Na sasa ni historia. Musa akamwangalia. Umesamehe? Anseni akasema, ndiyo. Umerudi kwake? Hapana. Kwa nini? Anseni akajibu, kwa sababu kumsamehe mtu si lazima kumrudisha kwenye nafasi aliyokuwa nayo. Musa akanyamaza. Anseni akaendelea, Lisa alifanya uchaguzi wake. Mimi nilipaswa kufanya wangu. Na wewe ulichagua nini? Maisha. Miaka michache zaidi ikapita. Anseni akawa mfanyabiashara mkubwa. Lakini hakujawa mtu wa majivuno. Aliwakumbuka wazazi wake. Aliwasaidia. Aliwapa maisha bora. Na jambo moja alilofanya mara kwa mara lilikuwa kusaidia vijana waliokuwa wamekata tamaa. Aliwahi kusema, usimruhusu mtu anayekuacha akuchukue na ndoto zako. Wakati huo Lisa alikuwa akiishi maisha ya kawaida. Alikuwa na mtoto mmoja. Alikuwa akifanya kazi ndogo ndogo. Hakuwa maskini wa kupindukia, lakini maisha yake hayakuwa yale aliyoyawaza akiwa na Jackson. Jackson naye alikuwa ameshaendelea na maisha yake na Nadia. Alikuwa baba.
Alikuwa na familia. Lakini Lisa alikuwa bado anajisikia kuwa amepoteza kitu. Siku moja alimwambia rafiki yake, nataka kumwona Anseni. Rafiki yake akamuuliza, kwa nini? Lisa akasema, nataka kumuomba msamaha. Unafikiri atakusamehe? Sijui. Na ukimsikia amekuoa? Lisa akanyamaza. Hakujua, lakini moyo wake ulikuwa ukimwambia amtafute. Alienda kwenye eneo alilosikia Anseni alikuwa na kampuni. Lakini hakumkuta. Aliambiwa alikuwa kwenye safari ya kikazi. Lisa akaondoka. Wiki 2 baadaye, hatima iliamua kuwaweka karibu. Ilikuwa siku ambayo Lisa hakutarajia. Na Anseni hakujua kabisa kwamba mtu aliyekuwa amemvunja moyo miaka mingi iliyopita alikuwa karibu sana. Walikutana uso kwa uso. Baada ya miaka mingi, Lisa alikuwa amembeba mtoto wake. Anseni alikuwa akitoka kwenye gari lake. Macho yao yakakutana. Lisa akasimama. Anseni naye akasimama. Hakuna aliyesema kitu. Sekunde kadhaa zilipita. Lisa akasema kwa sauti ya chini, Anseni. Anseni akajibu, Lisa. Hapo ndipo hadithi yao ilipofika kwenye sehemu ambayo hakuna hata mmoja wao angeweza kuikimbia. Na huu ni mwisho wa sehemu ya pili. Usisahau kulike, kusubscribe na kucomment. Asanteni na tukutane katika sehemu ijayo.